kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa na matundu ya vyoo 10. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 24/25 shule ya msingi Kwai imetengewa shilingi milioni 202.2 kupitia mradi wa Boost kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu chakavu na ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa na matundu ya vyoo 12. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha za ukarabati au kujenga miundombinu mipya katika shule kongwe na chakavu kote nchini. Mheshimiwa Shaban Shekilindi, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru na naishukuru serikali. Nimeona kweli pesa zile zimefika na kazi imeshaanza. Mheshimiwa Spika, na maswali mawili. Shule za msingi Kwemashai, Mshizi, Chumbageni, Mazumbai na Mkuzi zimechakaa nazo mno. Je, serikali haioni sasa kuna ulazima wa kutenga bajeti ya kutosha kwa ajili ya kukarabati shule hizi kwa pamoja? Swali la pili. Je, serikali haioni kwamba kuna lazima sasa za kujenga nyumba za walimu ili kuondoa changamoto za walimu hawa kwa ajili ya kukaa kwenye vituo vyao vya kazi, karibu na vituo vyao vya kazi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba shule ambazo Mheshimiwa Shekilindi amezitaja, shule ya Chumbageni, Kweshai na nyingine ambazo amezitaja ni shule kongwe na ni shule chakavu ambazo zinahitaji kufanyiwa ukarabati lakini pia ujenzi wa miundombinu mingine mipya. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba moja ya vipaumbele vya serikali kupitia mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya shule za msingi Boost ni kuendelea kuzitambua kwanza shule chakavu, lakini pia kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati, na shule hizo tayari tumezitambua na tumeziingiza kwenye mpango wa kwenda kuzikarabati kwa awamu. Swala la pili Mheshimiwa Spika, kuhusiana na ujenzi wa nyumba za walimu. Katika bajeti zetu kuanzia mwaka 2020-2021 mpaka sasa na hata bajeti ya mwaka ujao 25-26, serikali imetenga fedha kwa ajili ya kuendelea kujenga nyumba za walimu kwa awamu ili kuwawezesha walimu wetu kuishi mazingira bora lakini pia kuwa karibu na shule ambazo wanafundisha. Mheshimiwa wabunge, maswali yawe mafupi na moja kwa moja kwenye swali. Mheshimiwa Ana Lupembe, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Ni lini shule ya Tambazi kata ya Katumba itafanyiwa marekebisho kwa sababu imechakaa sana, ni shule kongwe? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba tutafuatilia kupata taarifa za shule hiyo ya msingi Tambazi na kuona gharama za fedha ambazo zinahitajika kwa ajili ya ukarabati, na nitumie nafasi hii kumwelekeza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Nsimbo kufanya tathmini kupitia injinia wa halmashauri na kuletea taarifa za mahitaji ya fedha ili tutenge fedha aidha kutoka mapato ya ndani kwa awamu lakini pia kutoka serikali kuu. Mheshimiwa Subira Mgalu, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi kuuliza swali ndogo la nyongeza. Je, serikali ina mpango gani wa kuendelea kuleta pesa kujenga shule shikizi kwenye maeneo ambayo watoto wanasoma maeneo ya mbali, kwa mfano kata ya Kerege na kata ya Mapinga, vitongoji vya Kimele na Amani? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka kipaumbele cha hali ya juu katika kusogeza huduma za kijamii karibu na wananchi zikiwemo shule, na katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021 mpaka sasa serikali imeendelea kutenga fedha na kujenga shule shikizi katika maeneo ambayo yanahitaji kujengwa shule hizo. Kwa naomba nimhakikishie Mheshimiwa Subira Mgalu kwamba tutakwenda kuanza ujenzi wa shule katika maeneo hayo ikiwa yatakidhi vigezo, kwa maana idadi ya wanafunzi watarajiwa katika eneo husika na pia ukubwa wa vitongoji au vijiji hivyo, ili wananchi hao na watoto waweze kusoma karibu zaidi. Mheshimiwa Omar Kigwasa, la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Je, ni lini serikali itakarabati shule ya msingi Kitingi na shule ya msingi Lusimbi katika kata ya Kwekivu? Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, serikali ilikwisha ainisha shule zote kongwe na chakavu, lakini pia kuanza kufanya tathmini ya uhitaji wa fedha kwa ajili ya ukarabati kwa awamu. Kwa naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kutenga fedha kwenye bajeti zetu kupitia mapato ya ndani lakini pia kupitia serikali kuu kwa ajili ya kuanza ukarabati wa shule hizo kongwe ambazo ni chakavu katika jimbo hilo. Mheshimiwa. Mheshimiwa Dr. Christine Mzava, swali la nyongeza. Shule ya msingi Kilima A iliyopo Nyihogo wilaya Kahama imechakaa sana. Je, nini mpango wa serikali kukarabati shule hiyo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika.
Naomba nitumie nafasi hii kwanza nimkumbushe mkurugenzi wa mashauri husika kwamba wanawajibika kutuletea taarifa rasmi za tathmini ya mahitaji ya ukarabati wa shule hiyo. Nimhakikishie Mheshimiwa Dr. Christine kwamba ofisi ya Rais TAMISEMI tutakwenda kufuatilia na kuona shule hiyo inahitaji kiasi gani cha fedha ili tuanze kutenga fedha kwa ajili ya kuikarabati shule hiyo. Mheshimiwa Sylvia Sigula, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, shule ya msingi Ilemba ni ya mwaka 1973, imechakaa sana na madarasa hayatumiki kwa usalama wa wanafunzi. Je, ni lini serikali itapeleka pesa za kukarabati shule hiyo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, katika bajeti ya mwaka wa fedha 25-26 ijayo, serikali imetenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule chakavu sana za msingi na sekondari ambazo zinahitaji ukarabati kwa haraka. Kwa naomba niwahakikishie Mheshimiwa Sylvia kwamba tutakwenda kufuatilia na kuona uhitaji wa gharama za ukarabati ili tuanze kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ukarabati shule hiyo. Mheshimiwa Balozi Liberata Lutageruka Mulamula, mbunge wa kuteuliwa, swali. Asante sana Mheshimiwa Spika. Je, kuna mpango gani wa kuanza ujenzi wa kiwango cha lami barabara ya kimkakati ya Kiazi Kayanga Misenyi? Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa kujenga barabara ya Kiazi Kayanga Misenyi kwa kiwango cha lami ili kuboresha usafiri na usafirishaji kwa wananchi wa kata za Bwanjai, Kitobo, Bugandika na maeneo jirani. Hivyo katika mwaka wa fedha 2026-27 serikali itatenga fedha kwa ajili ya kuifanyia usanifu na kupata gharama za kuijenga kwa kiwango cha lami. Pindi gharama za ujenzi kwa kiwango cha lami zikijulikana, serikali itaanza ujenzi huo kwa bajeti zinazofuata. Mheshimiwa Spika, katika kuiwezesha barabara hiyo kupitika na kurahisisha usafiri na usafirishaji kwa wananchi wa kata hizo, katika mwaka wa fedha 2025-26 serikali imetenga shilingi milioni 59 kwa ajili ya kuifanyia matengenezo. Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri sana ya Mheshimiwa Waziri, naomba nina swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kufuatia mvua kubwa zilizonyesha kipindi hiki na kuharibu barabara nyingi pamoja na hiyo ya barabara ya kimkakati aliyoitaja Mheshimiwa Waziri, je, mkandarasi atawezeshwa kujenga makaravati na madaraja yale madogo madogo ambayo yameharibiwa na mvua hii kubwa? Maanake madaraja mengi yameondoka kwenye hiyo barabara. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Ni kweli kwamba katika msimu uliopita tulipata mvua nyingi na zilileta athari kwenye barabara mbalimbali ikiwemo barabara hii ambayo ipo katika jimbo la Misenyi, barabara ya Kiazi Kayanga Misenyi. Na ndio maana katika bajeti ya mwaka ujao tumetengea bajeti ya milioni 59 kwa ajili ya marekebisho katika maeneo korofi, lakini pia serikali itaendelea kuona maeneo ambayo yanahitaji ujenzi wa makalvati na madaraja kwa udharura. Serikali itaendelea kutumia fungu lake la dharura kwa ajili kurekebisha barabara hiyo ili iweze kupitika vizuri. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali itaifanyia kazi. Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Spika, kijiji cha Migombani kata ya Nitekela kipo kisiwani kwa sababu barabara zote ambazo zinaingia kijijini hapo zimekatika kwa sababu ya mvua ambazo zinaendelea kunyesha mkoani Mtwara. Je, serikali ina mpango gani wa dharura kuhakikisha kwamba wanarejesha mawasiliano katika kijiji hiki? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba kijiji hicho cha Migombani katika jimbo la Nanyumbu kilipata athari pia na mvua na barabara nyingi zilikatika na kufanya kufikika kijiji hicho kuwa na changamoto, na tayari kupitia meneja wa TARURA wa Nanyumbu na mkoa wa Mtwara, ofisi ya Rais TAMISEMI TARURA, tumeshakubaliana kwamba tutapeleka fedha mapema iwezekanavyo kwa sababu tumeshafanya tathmini ya mahitaji ya fedha kwa ajili ya kwenda kukarabati. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Chikota kwamba ni swala tu la muda, serikali itakwenda kurejesha miundombinu hiyo katika kijiji hicho. Mheshimiwa Charles Kajegi, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha kimkakati katika jimbo la Mwibara bado hazijafika. Je, ni lini serikali itapeleka fedha hizo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Serikali ilitenga shilingi bilioni 30 kwa ajili ya kupeleka fedha kwenye vituo vya afya vya kimkakati kwenye majimbo 120 awali,
na mpaka sasa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekwisha toa bilioni hizo 30 na majimbo yetu yameanza kupokea fedha hizo zaidi ya 80% na 90%. Ni kuhakikishia tu Mheshimiwa Kajege pia katika jimbo la Mwibara taratibu za kupeleka fedha zinafanyika, na naamini ndani ya wiki hii kwenye kile kituo cha afya ambacho likiweka kama cha kimkakati kwa kila jimbo fedha itaingia katika jimbo hilo. Mheshimiwa Aida Joseph Kenani, mbunge wa Nkasi Kaskazini, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Nini sababu ya wilaya ya Nkasi kukosa miradi ya kimkakati? Mheshimiwa Spika, serikali ilianzisha utaratibu wa kutekeleza miradi ya kimkakati katika mamlaka za serikali za mitaa ili kuziwezesha halmashauri kuongeza mapato ya ndani na kuboresha huduma za kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa Spika, halmashauri ya wilaya ya Nkasi iliibua na kuandaa maandiko ya miradi miwili ya kimkakati ya kuboresha minada mitatu ya kisasa na ujenzi wa hoteli ya kisasa katika mji wa Namanyere. Maandiko hayo yaliwasilishwa ofisi ya Rais TAMISEMI mwezi Julai 2020 kwa ajili ya uchambuzi. Aidha, miradi hii ilikosa baadhi ya vigezo ikiwemo umiliki wa ardhi ya maeneo ya miradi na kutofanyika kwa upembuzi yakinifu wa miradi husika. Mheshimiwa Spika, kwa sasa halmashauri ipo katika hatua za mwisho za ukamilishaji wa vigezo vilivyokosekana wakati wa uchambuzi. Mara baada hatua hiyo kukamilika na miradi kukidhi vigezo, serikali itatafuta fedha na kuanza utekelezaji wa miradi hiyo. Mheshimiwa Aida Kenani, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Nimeyasikia majibu ya serikali. Kwa kuwa mahitaji ya wilaya ya Nkasi ni soko pamoja na stendi, na kwa mujibu wa wataalamu swala la soko hati tumepata na stendi, gharama za kujenga soko ni bilioni 1.3, gharama ya kujenga stendi ni bilioni 2. Serikali mko tayari kutujengea miradi hiyo kwa sababu vigezo hivyo vingine vimekamilika? Swali la pili, amuoni kuna haja sasa ya kuwajengea uwezo maafisa mipango nchi nzima waweze kuibua miradi ya kimkakati? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza niwapongeze watendaji na viongozi wote wa halmashauri ya Nkasi pamoja na Mheshimiwa mbunge kwa kusimamia swala hili ambalo lipewa maelekezo na ofisi ya Rais TAMISEMI kuhakikisha kwamba wanapata hati lakini pia kukidhi vigezo vya mahitaji ya miradi ya kimkakati. Kwa hivyo kwa kuwa taarifa Mheshimiwa mbunge kwamba stendi na soko tumeshapata hati na gharama zinazotarajiwa kufanyika kwa maana kutumika kujenga, naomba nitumie nafasi hii ni kuhakikishia Mheshimiwa mbunge tutafuatilia ili kupata taarifa rasmi kutoka kwa mkurugenzi kupitia kwa katibu tawala mkoa na kuja ofisi ya Rais TAMISEMI ili tutenge fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi wa miundombinu hiyo ya kimkakati kwa awamu. Ni swala la pili, serikali imekuwa ikifanya mafunzo ya mara kwa maafisa mipango ili kuwajengea uwezo zaidi wa kuandika miradi ya kimkakati kulingana na mazingira yao. Na swala hili Mheshimiwa mbunge tumepokea ushauri huo, tutaendelea kuboresha mafunzo hayo ili maafisa mipango wawe competent zaidi katika uandishi wa miradi ya kimkakati. Mheshimiwa bunge, niwakumbushe tena moja kwa moja kwenye swali. Mheshimiwa John Palancho, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Mwaka 2023 tuliwasilisha andiko na michoro kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa eneo la Madira. Je, mradi huu ni lini utaanza kutekelezwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, zipo halmashauri kadhaa ikiwepo halmashauri ya Meru ambayo waliandika miradi ya kimkakati kwa ajili ya ujenzi wa soko, na serikali imeweka utaratibu. Kwanza miradi inawasilishwa ofisi ya Rais TAMISEMI, inafanyiwa uchambuzi wa kukidhi vigezo na baadaye tunawasiliana na Wizara ya Fedha kwa ajili ya kuangalia uwezekano wa kupata fedha kwa ajili ya utekelezaji. Kwa naomba niwahakikishie Mheshimiwa Palangio tutaendelea kufuatilia kuona andiko hilo limefikia hatua gani ili baada hapo tuone uwezekano kama linakidhi vigezo, uwezekano wa kuanza kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi. Mheshimiwa Mohamed Moni, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, halmashauri ya wilaya ya Chemba ilishawasilisha wasilisho la ujenzi wa stendi. Nataka kujua ni lini sasa serikali itatoa fedha ili tufanye ujenzi huo. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, tutafanya tathmini ya andiko ambalo limewasilishwa na halmashauri ya Chemba na baada ya kuona kama linakidhi vigezo basi tutaanza utaratibu wa kutafuta fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi. Mheshimiwa Sashisha Mafue, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Halmashauri ya wilaya ya Hai iliwasilisha andiko lao la mradi wa kimkakati wa machinjio ya kisasa kata ya Kia. Je, ni lini sasa serikali itatekeleza? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
Mheshimiwa Spika, nimhakikishie tu Mheshimiwa Sashisha Mafue kwamba tunafahamu kwamba wana mradi wa ujenzi wa machinjio ya kisasa, lakini nafahamu kwamba Mheshimiwa mbunge pia amefuatilia mara kadhaa na tulikubaliana kwamba tunafanya tathmini ya kukidhi vigezo, lakini pia tunaangalia uwezekano wa kupata fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi wa eneo hili. Alafu Mheshimiwa asema chifu yupo, lakini kwa sababu sasa hivi iko wizara hii ya mipango chini ya ofisi ya Rais. Mimi nafikiri kwa sababu maswali yote ya wabunge maana yake lazima mradi utoke kwao ndio uje upande wa serikali. Lakini serikali baada ya kuwa na hii wizara ya mipango, serikali iwe na mipango kwamba hapa tutapeleka soko, hapa tutapeleka stendi, hapa tutapeleka machinjio, kuliko kuwasubiria wale maafisa kule ndio waombe. Yani akipelekwa afisa ambaye kidogo yeye hana haraka, kwa hiyo manake halmashauri itakaa, lakini serikali lazima iwe na mipango kwa sababu tayari wizara imeshaanzishwa kwa ajili ya shughuli hiyo. Kwa hiyo kama nchi lazima tuwe na mipango, sio lazima wao ndo waanzishe miradi. Mimi nafikiri tuanze kubadili hako kama mtazamo. Mheshimiwa Neema Gerald Mwandabila, mbunge wa viti maalum. Swali lake litaulizwa na Mheshimiwa Shali. Neema Mwandabila anataka kufahamu lini serikali itapeleka fedha za ujenzi wa majengo mapya ya kituo cha afya cha Kamsamba Momba. Mheshimiwa Neema Gerald Mwandabila lipatiwe majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kituo cha afya Kamsamba kilijengwa mwaka 1943 na ni miongoni mwa vituo vya afya kongwe 203 ambavyo serikali imeviainisha kwa ajili ya ukarabati na kuongeza miundombinu yake. Mheshimiwa Spika, serikali inakamilisha ukarabati wa hospitali 50 kongwe nchini na baadaye itafanya ukarabati wa vituo vya afya kongwe kote nchini kikiwemo kituo cha afya cha Kamsamba. Mheshimiwa Shali Raymond, swali la nyongeza. Nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini specifically kwa hiki kituo alichotaja mheshimiwa, ni lini haswa? Baada ya huo, je, ni lini? Swali la kwanza. Swali la pili, ni lini serikali itapeleka vifaa tiba katika hospitali mpya ya Uru Kusini? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, kama ambavyo nimeanza kujibu katika jibu langu la msingi kwamba serikali imeweka vipaumbele. Tunafahamu mahitaji ni makubwa na tungetamani mahitaji yote yafanyiwe kazi siku moja. Vituo vya afya vyote vikarabatiwe, zahanati kongwe, hospitali kongwe, lakini kupanga ni kuchagua kutokana na vyanzo vya fedha. Tumekubaliana tukarabati kwanza hospitali chakavu na kongwe za halmashauri kwa sababu hizi ndio hospitali za rufaa ambazo zinatoa huduma kubwa zaidi ndani ya halmashauri. Lakini baadaye tutakwenda kwenye ukarabati wa vituo vya afya kongwe na tayari tumekwisha viainisha vituo 203 kikiwemo kituo cha afya cha Kamsamba. Kwa hiyo Mheshimiwa mamangu Mama Shari Raymond kwamba swala hilo tumelipa kipaumbele na tunatarajia hospitali za halmashauri zitakarabatiwa ndani ya miaka 2 ya fedha na baadaye tutakwenda kwenye vituo vile vya afya. Lakini swala la pili, Mheshimiwa Spika, serikali imeshatenga fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba na katika kipindi hiki cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, vifaa tiba vimenunuliwa kwa wingi na kupelekwa kwenye vituo vyote vipya na hospitali zote za halmashauri zilizokamilika na hospitali zile za zamani. Na mpaka sasa katika mwaka wa fedha jumla shilingi bilioni 63.7 zimetengwa kwa ajili ya vifaa tiba. Kwa hivyo nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutapeleka pia fedha katika hospitali ya halmashauri ya Uru Kusini ambayo na uhakika tayari wamepokea fedha zaidi ya milioni 900, lakini tutaendelea kupeleka fedha kwa awamu kuhakikisha kwamba vituo hivyo vinakuwa na vifaa tiba vya kutosha. Mheshimiwa Tekla Ongele, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, ni lini serikali itajenga kituo cha afya Ngunichile ambacho ni cha kimkakati lakini pia ni ahadi ya viongozi wa kitaifa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge Mama Tekla Ongele kwamba tunafahamu kwamba kituo hicho ni ahadi ya viongozi wa kitaifa na sisi katika mipango yetu ya utekelezaji ahadi za viongozi wa kitaifa ni kipaumbele nambari 1 na tumekwisha ainisha na tayari fedha zimeanza kupelekwa kwenye vituo mbalimbali ambavyo ni ahadi za viongozi wa kitaifa. Kwa hiyo naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kutoa kipaumbele na tutapeleka fedha kwa ajili ya kujenga kituo hicho cha afya cha kimkakati. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge.
Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Cecil David Mwambe, mbunge wa Ndanda. Mbunge wa Ndanda anataka kufahamu kwa nini serikali isiagize CAG akague URA SACCOS ya Jeshi la Polisi. Swali hilo litapatiwa majibu na Mheshimiwa